Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Natamani nizungumze na wewe kwa habari ya kitu ambacho kinaitwa nguvu. Nguvu. Kwenye hii dunia ambayo tunaishi, tunahitaji nguvu ya kuweza kukamilisha vitu ambavyo tunavyo. Ndio maana hata Yesu alisema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Tunahitaji nguvu kwa kiwango kikubwa sana ili kuweza kuyaendesha maisha yetu, kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu wenye upinzani mkubwa sana, ulimwengu ambao unahitaji tuwe chini, ulimwengu ambao unataka uendelee kutusindilia tuwe ni watu wa chini. Tunahitaji nguvu kwenye kila engo ya maisha haya ambayo tunaishi, ili tuweze kusimama na kusogea kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa unapoishi kwenye hii dunia, hakuna namna ambavyo unaweza ukakwepa kupata nguvu za kuweza kukusaidia. Kama ambavyo watu wengine wanaenda kwa waganga kutafuta nguvu za wao kuweza kuwasaidia kwenye mambo yao. Ndio maana Biblia inazungumza kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Manake kuna nguvu ambayo inatoka kwa Mungu ya kumpatia mtu utajiri, lakini pia kuna nguvu ambayo inatoka upande mwingine kwa ajili ya kumpatia mtu utajiri. Kama kuna nguvu ambazo Mungu anaachilia kwa ajili ya kumpa mtu utajiri, elewa kuna nguvu pia ambayo Mungu anaachilia kwa ajili ya kumpa mtu maarifa, kwa ajili ya kumpa mtu kitu chochote ambacho anakitamani. Sasa ukikosa nguvu kutoka kwa Mungu, uwe na uhakika unaweza ukafanya vitu vyako lakini visidumu, kwa sababu hakuna nguvu ambayo inasukuma hicho kitu. Ndio maana kuna mahali kwingine Biblia inasema si kwa uweza wetu, bali ni kwa uweza wa Bwana. Kwa hiyo kinachosukuma mambo yetu yaweze kwenda ni nguvu ya Mungu. Ndio maana Daudi anasema nikainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anasema msaada wangu, manake nguvu zangu zinatoka katika Bwana. Kwa hiyo nguvu za maisha yetu zinatoka kwa Mungu yeye mwenyewe. Yeye Mungu ndiye chimbuko na asili ya nguvu zetu. Kwa unapoishi, tamani na iwe shauku ya moyo wako kupata nguvu kutoka kwa Mungu. Hizo nguvu ndizo ambazo zitakusaidia wewe kuweza kukamilisha chochote cha maisha haya. Tamani na iwe shauku ya moyo wako kupata nguvu kutoka kwa Mungu yeye mwenyewe. Shalom.